Akajibu, Yesu akajibu, ndio akasema. Yesu anajibu. Sasa naomba tusiwe wabishi. Kama kuna mtu amekuwa mbishi mpaka anabishana na Yesu, tutamjua leo hapa. Haya maneno si yangu mimi. Kama atatokea mtu amesoma na ni mbishi kumliko Yesu, tutamjua leo. Soma andiko. Yesu akajibu akasema. Yesu akajibu akasema, sikutumwa. Rudia tena. Sikutumwa. Sikutumwa safi kwa kondoo waliopotea. Rudia tena andiko. Inasema, twende. Yesu akajibu akasema, safi, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea, kwa nyumba ya Israeli. Hapo ni maneno ya Yesu, sio yangu. Yesu anasema kutumwa kwake, ametumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hebu ya Kiafrika hapo nimalizie kazi. Biblia ya Kiafrika 15:24 ya Kiafrika. Kisha zaidi jiandae. Zunguka hapo, kisha niambie uko na ngapi. Zunguka nijazie hiyo, kisha niambie niko na ngapi. Ya Kiafrika twende. Yesu akajibu, nimetumwa. Rudia tena. Nimetumwa kwa kondoo wapotevu wa nyumba ya Israeli tu. Kuna mtu atabishana na hiyo? Hebu nione Josefu mpe. Huyu Josefu pale. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nao. Iwe pia nawe mwalimu. Nimeomba mtuvumilie na mkatuvumilia. Mungu awalipeni. Semeni amen. Amen. Mwenye kazi yake Mwenyezi Mungu aiondolee mikosi. Semeni amen. Mungu aondolee kazi yake mikosi. Kwa sababu mmetuvumilia tukafanya jambo hapa. Ndio. Na kwa hilo tu peke yake tunawapa kongole kwa uvumilivu. Asante. Kuna andiko limesoma hapo. Ndio. Hebu lirudiwe. Kisha uniambie niko na ngapi nijazie. Inasemaje? Yesu akajibu, nimetumwa kwa kondoo wapotevu, ndio kwa nyumba ya Israeli tu. Mpe. Hayo maneno ni ya kweli. Yanakubishana haya? Hakuna kubishana. Kwa sababu Yesu kashasema. Ameshasema. Kafanyeje? Amesema ametumwa kwa kondoo waliopotea kwa nyumba ya Israeli. Malizia kile kipengele hujamaliza. Sawa. Hujamaliza. Ile imeandikwa. Vile imeandikwa. Tuone kama umekubali vile imeandikwa. Unasema neno tu. Sijasema hivyo. Hebu rudia tena. Ilikuwa 15:24. 15:24 inasema. Ndio. Akajibu, nimetumwa kwa kondoo wapotevu kwa nyumba ya Israeli tu. Basi. Kuna mtu amesoma, ndio anataka kubishana na Yesu. Hakuna mtu anabishana na Yesu. Anasemaje? Yesu anasema hapa, ametumwa kwa kondoo kwa nyumba ya Israeli waliopotea tu. Ndio. Tuko sawa? Kuna mada hapa? Tulia. Sasa sikiza, yangu nimekusikia. Sasa yangu sio yangu hiyo. Tulie, sawa. Sikia hii. Sawa, tulia. Sio yangu hiyo. Sawa, tulia. Ya nani? Sawa, ni ya Yesu. Sasa tulia. Sijasema mimi nitasema. Bado naisema ya Yesu pia mimi. Wewe unasema ya Yesu? Ya Yesu pia. Ya kupingana na hiyo? Hapana. Haipingani. Kama Yesu keshamaliza. Bwana wewe na mimi tuzue ubishi. Sasa utulie. Sasa mimi nataka nikukubalie. Uzungumze. Sasa kuzungumza huko, unazungumza habari za nani? Kimaandiko ya Yesu tu. Aliyesema katuma wapi? Amesema hapa katika nyumba ya Israeli. Malizia. Sawa. Sasa umefanya vizuri. Ndio. Andiko ambalo umetoa hakuna mtu anapinga. Wote tunakubaliana. Hata sisi. Kwani si kitabu chetu. Dakika moja tu mpe maiki. Tunakubali. Mpe tu maiki nikurudishie. Singoje ni dakika moja tu. Rama chukua maiki. Waislamu takbir. Kuna vitu havihitaji ubishi. Qur'ani imethibitisha kwamba Isa katumwa kwa wana wa Israeli. Biblia imethibitisha Yesu kwa ulimi wake anasema nimetumwa kwa wana wa Israeli tu. Mchungaji kasema kweli. Qur'ani imesema kweli. Biblia imesema kweli. Sasa kinachotufanya sisi tubishane nini?
wakati yeye mwenyewe aliyetumwa kawakilisha kwamba katumwa kwa Waisraeli tu. Imebaki ngapi nimalizie? Aha, naomba shilingi, imebaki 600 nafikiri. 400. Nakuja, habari gani? Mimi niko sawa. Hebu nikumbushe jina kwa watu ambao hawakujui. Kwa majina mimi ni Joseph Maina. Asanti. Ndio. Mimi naitwa Saidi. Ndio. Dini yangu Muislamu. Ndio. Uislamu ndio dini ya haki. Ndio. Allah ni mmoja ambaye hajazaa wala hajazaliwa na hana kufanana na yeye. Hebu jieleze. Sasa na mimi ni Joseph Maina. Yesu ndiyo njia. Ndio. Na sio njia pekee. Ukweli, safi na uzima. Ndio. Mungu ni mmoja peke yake. Asante. Na ukitaka kwenda kwa huyo Mungu mpaka unapita kwa Yesu peke yake. Ndio nifike. Njia zingine zote ni za mauti. Andiko na kutolea katika Methali 14:16. Safi. 16:25. 16:25. Hizo njia zingine unaona zinaenda wapi? Asante. Waislamu nimeuliza, mimi nataka mshindani, kwa sababu kama kuna profesa washindani ni mimi. Kama kuna profesa washindani ni mimi. Tunazima maiki, tunaenda free. Soma mwalimu. Inasema safi. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, safi, lakini mwisho wake ndio ni njia za mauti. Mpe. Hii inasema kuna njia ionekanayo kunyooka. Nimesikia njia iliyonyooka lakini mwisho ni njia inaelekea mauti. Sawa. Sasa ndio nakuambia Yesu peke yake ndio njia straight. Andiko ya kuingia. Andiko nimetoa 14:6 Yohana. Hiyo Yesu anasema mimi ndio nini? Mimi ndio njia. Wacha wasome. Na kweli sawa. Wacha wasome. 14:6 kitabu chake cha Yohana. Ndio isome. Soma tumalize mjadala. Alafu nikubalishwe tu kwa mada. Asante. Kwa inauliza kati ya Yesu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nani wa kufuata? Sio nani wa kufuatwa, nani katumwa ulimwengu mzima. Ilikuwa nani anafuata? Sawa, haina shida. Sawa. Mpasome. Safi, asome hiyo. Mpasome. Swali yangu. Inasema 14:6 inasema Yesu akamwambia. 14:6 mwalimu. Hapo soma. Yesu akasema, ndio mimi ndimi njia na ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mpe. Andiko linasema ndio. Yesu anasema ndio, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Ndio. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Ndio. Asante. Ndio. Neno njia kwa lugha nyingine inaitwaje? Neno njia. Njia ni njia. Kwa lugha nyingine inaitwaje? Najua unalazimisha Qurani 3:19. Mimi siko kwenye 3:19. Mimi siendi. Yaani utapata shida Joseph kujadili na mimi. Njia maana yake ni dini, sawa? Hiyo ni yako. Hiyo ni tafsiri yako. Mpe. Hiyo ni tafsiri yako. Mpe. Ayubu 4:6. So umesema Qur'ani, biasa kazi gani niende huko brother? Yaani wanasema yani nikijali na Mkristo sana remote. Unatoa Citizen ukipeleka KTN, unatoka KTN ukienda NTV. Sawa mwalimu? Ayubu 4:6, alafu tuambie Yesu ni njia kwenda wapi? Inasema mwalimu. Safi. Ayubu 4:6 inasema. Ndio. Kwa hapo mwalimu inasema. Je, dini yako sio mataraja yako? Mpe. Yosefu, kilichotanguliwa kutajwa pale ni nini? Kwanza akasema dini. Ndio. Hayampa endelee. Na matumaini yako safi, si huo uelekevu wa njia zako? Mpe. Kumbe dini tunapata ni uelekevu wa matumaini ya njia zako. Asante. Sio moja. Sio moja. Umesikia nini? Imesema hivi kwa wingi.
pale kuna moja katika Yohana. Erasta, ukinihitaji wewe songa hapa. Ukinihitaji songa hapa. Brother, siongei sana. Akinihitaji aje hapa. Tumetulia. Ametulia. Turudi kwa maandiko, Huyu nitampiga andiko hapo nyuma, hata ataongea Maina. Ni vile tu anijui. Sawa. Mimi ndio naitwa Saidi, kama unijui mimi ndio naitwa Saidi. Profesa wa shindani Kenya mzima, profesa Kenya mzima. Niko na certificate ya ushindani Kenya mzima, ambaye nimesoma Biblia kuliko wachungaji wote. Kama yuko mchungaji amesoma Biblia kuniliko, ainue mkono juu. Kama yuko ainue mkono juu. Sasa Maina, andiko linasema, je, dini yako si mataraja yako? Mataraja yako kweli? Ne ndiyo njia za. Parodia. Soma. Je, dini yako sio mataraja yako? Sawa. Na matumaini yako ndio si huo uelekevu wa njia zako? Njia ni zako.